Mount Kenya amepewa gas na baada anasema one term. Mount Kenya amepewa mattress baada anasema one term. Mount Kenya amehakikisha stima kwa nyumba anasema one term. Mount Kenya barabara imenyoroshwa anasema one term. Na wale watu wanatusaliti kwa hii kizazi ya saa hii ni Wetangula, Mudavadi na Atuoli. Orengo na Sifuna wameenda church. Ile kitu serikali inaweza fanya the best, viongozi wa Nyanza, ni kupea vijana mawe na mishale na panga waende wapigane na viongozi. Na kunja akikuja kuataki kiongozi, Ruto mwenyewe alisema piga risasi mguu aende hospitali atoke huko akienda kotini. Hapana kubembeleza hizi nyangarika. Mr. Speaker, wale wananchi wote wananiangalia na wale pia wa social media, mimi ndio Nuru Okanga, MCA Horera Ward acting. Mr. Speaker, na Mr. Speaker, ukiona hii jezi wakati wa Raila Odinga tulikuwa kwa kambi watu 24. Kwa watu 24, watu 12 ndio walipata. Na Raila Odinga alikuwa anapea yule mtu ako roho juu. Kwa wale watu 12, Raila Odinga akajua hii Simba ya Horera hii, chukua hii. Ndio nimeivaa leo kumbukumbu ya Raila Odinga. And Mr. Speaker, mada imekuja kwa flow rahisi sana Mr. Speaker. Mimi nataka ni challenge Waluya na ni challenge pia Wajaluo na ni challenge serikali ya William Samoei Ruto, kwa sababu mimi niko na akili ya kuzaliwa na nyinyi mko na ya masomo na yawasaidii. Mr. Speaker, sisi kama Waluya tumechoka kubebwa kama watu wajinga. Haiwezekani Mr. Speaker, kwa ile by election ilikuwa Malava, serikali inabeba mikate na soda inapelekea Waluya, kwa sababu Waluya wanajua akishakula saa hii ameshiba. Ajui barabara ya kesho mtoto wake atapita wapi. Ajui ya kwamba akigonjeka barabara ikiwa mbaya anaweza kufia kwa barabara. Ajui ya kwamba bibi yake akitaka kuzaa barabara kama ni mbaya mtoto atakufia kwa tumbo na pia mama akufa. Mr. Speaker, nataka niombe Waluya na wale watu wanatusaliti kwa hii kizazi ya saa hii ni Wetangula, Mudavadi na Atuoli. Hatutaki biashara zenyu Western. Tafuteni kaunti zingine muende. Tafuteni kaunti zingine, kwa sababu Mr. Speaker, tumepea Mudavadi chance. Sahi Mudavadi ako na 76 years. Aliingia kwa serikali akiwa na 24. Hata soko kwake ana. Atuoli mwenye amekosoa Sifuna juzi. Atuoli mimi nazaliwa wanasema yeye ni president wa koti. Mpaka leo hii yeye ni president. Tunataka Atuoli atuambie pale Kuiseru kuna soko gani kubwa ameweka na kuna watu wagani ameandika kutoka pale Kuiseru. Pale Kuiseru ndio watu wanaibana mang'ombe na ni kwa Atuoli. Na yeye Atuoli anaweza amrisha watu 100 wakuja hapa ndio wafanye kazi. Sisi hatutaki Atuoli kufanya biashara ya Waluya. Wachane na Waluya venye mafi meachana. Namba 2, Mr. Speaker, nataka niambie Atuoli, sisi tumechoka na uongozi wenu nyinyi watu watatu. Kampuni zetu Mumiasi zimefungwa, haujaiongelea. Nzoia imeuzwa, hujaiongelea. Wabuya Pan Paper wanapakia pale pombe, hujaiongelea. Sifuna ametoka nyuma, ndio unataka kukosoa nyuma. Kama wewe unaweza raise milioni 2 power bilioni 2 pa 2 hours, kwa nini ukuraisia Raila Odinga kwa president? Nyinyi ndio mlikula Raila na mkamwacha na stress na mpaka akakufa. Biashara yenu nyumbani. Mr. Speaker, pale Orikalau nimeona mambo ya ajabu sana. Hapa nikiwaambia watu wa Mount Kenya wako na akili kushinda jamii zingine, mnabishana. Mumeona Ruto amepeleka stima hii kukua, amepeleka.
Hawakukuwa na gasi, imeenda. Barabara ni mbaya, imelimwa. Hawana maboti, imeenda. Hawana nini, mattress mahali pa kulala, imeenda. Hapa Nyanza Kisumu, Orengo na Sifuna wameenda chachi. Ile kitu serikali inaweza fanya the best, viongozi wa Nyanza, ni kupea vijana mawe na mishale na panga waende wapigane na viongozi. Na mimi nataka niambie my senior council, James Agri Orengo, Edwin Sifuna, Babu Owino, muko na security. Na hiyo security ako na risasi. Hey, munalindwa na Mr. Speaker. Katiba yetu ya Kenya inasema ndio ufika kwa mdozi bodyguard amalizane na wewe. Ndio unaona Raila Odinga alikuwa na bodyguard personal mwenye anajua kurusha bunduki. Nyinyi bodyguard wa viongozi wetu, Gunzi akikuja kuataki kiongozi, Ruto mwenyewe alisema piga risasi mguu aende hospitali, atoke huko akienda kotini. Hapana kubembeleza hizi nyangarika, Mr. Speaker. Sisi hatutaki inji yetu ikuwe inji ya magunzi na watu wanakuja kwa kamera, Mr. Speaker. Alafu kesho yake Murkomen anasema tunataka tumalize mambo ya gunzi, na gunzi inaendelea Kisumu hapa, gunzi inaendelea Olikarao, gunzi inaendelea Kakamega, gunzi inaendelea Busia, na watu wanaendelea kuuliwa. Mr. Speaker, I'm not going to allow nonsense this country. Mr. Speaker, nataka nishukuru watu wa Mount Kenya. Mount Kenya amepewa gas na baada anasema one term. Mount Kenya amepewa mattress baada anasema one term. Mount Kenya amehakikisha stima kwa nyumba, anasema one term. Mount Kenya barabara imenyoroshwa, anasema one term. Nyanza umepewa mawe, panga, mshale na umelipa guni, uende upige kiongozi na unasema two term. Mr. Speaker, nataka niambie mandugu zetu wa Nyanza kwa roho safi, Nyanza nyinyi mumesoma sana, tunawaheshimu. Use common sense. If you cannot use common sense, watu wa Nyanza nyinyi, why cannot use common your sense? Why? Malijifika kusema interest, wameuliza hapa interest ya youth ni nini? Mr. Speaker, nataka niambie youth hatutatumika, kwa sababu Mr. Speaker, ukiangalia kwa kamera wale guns ni youth. Usikubali kutumika, upewe 5,000 uende upige mwenzako. Na Mr. Speaker, unaona familia, mtu anakufa, mzazi analia, anataka haki. Na huyo gunzi mwenye alikuwa anaenda kupiga, kama angemuua yule mzazi angepata haki. Stupid, useless idiot. Thank you, Mr. Speaker. I rest my case.